Shida ni nini? Mnachelewa. Aswa wewe Jamila. Shida ni nini? Una mikasi ya wiki 4. Nilikuwa nauguza mwalimu. Amesamia kwa hili. Ulikuwa unauguza, taarifa ulimpa nani? Sasa mtu yote anasamia. Sasa mimi taarifa napata wapi? Wiki ya 4 kama hii kwa wanakundi wengine ambao wanatoa pesa. Si wanaona kama tunawakosea? Nilikuja mjini nikitafuta maisha, nikabeba ndoto moyoni bila hofu, lakini njia nilizopita zilinibadilisha. Soso, mbona kama umechoka alafu una mawazo? Shida nini? Rafiki yangu, natafuta njia ya kutoka hapa nilipo, maana maisha yamekuwa magumu sana kwa upande wangu. Kuna kikoba nimejiunga, kuna hela, na ukijiunga maisha yanabadilika chapu. Nikijiuliza nani atanisitiri, niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata njia ya mkato, nikajikuta kwenye giza. Shida ni nini? Mnachelewa. Aswa wewe Jamila. Shida ni nini? Una mikasi ya wiki 4. Nilikuwa nauguza mwalimu. Amesamia kwa hili. Ulikuwa unauguza, taarifa ulimpa nani? Sasa mtu yote anasamia. Sasa mimi taarifa napata wapi? Wiki ya 4 kama hii kwa wanakundi wengine ambao wanatoa pesa. Si wanaona kama tunawakosea? Lakini unajua kama ni kwa faida yako. Unajua. Basi sasa sirudi tena. Neema. Shida iko wapi? Unajua mwalimu aliatumaisha sasa hivi. Kwa nilikuwa na dharura. Dharura gani? Nilitumia hela nyingi sana. Kwa nikawa sina hela tena, nikakosa nafasi ya kuja kutoa taarifa. Wakati nimesema hata 5,000 mtu ukiwa unagonga mradi mkasi wako usiwe katika daftari lako. Kwa sababu hata mkasi ukiangalia mahudhurio yako unachafua. So siku ya mwisho hapo tunaanza kuvunja vikoba. Unaanza kuleta maneno. Hata ukipata 20,000 ya kwako jua. Ni faida yako mwenyewe, si faida yangu. Nadhani umenielewa. Jamila. Sitaki jirudie hii hali. Mwalimu, Ndio. umeleta mgeni rafiki yangu naye mkuja kujiunga na sisi. Ndio. Naomba jitambulishe mwenyewe. Karibu mgeni. Asante. Kwa majina naitwa Soso. Kweli kama alivyoongea huyu mwanangu, mimi ni mgeni na mambo haya ya vikoba sielewi. Ndio. Kwa hiyo nilikutana na mwenzangu akanielekeza, akajaribu kunipa elimu kidogo, ndipo na mimi nikaridhika. Nikaona nije kujiunga na hichi kikundi chetu. Ndio. Naomba nishirikiane na yeye. Karibu sana katika kikundi chetu. Kama ulivyosikia kwamba hapa nilikuwa na mtume. Wanapita baada ya wiki moja, hawaleti bila kutoa taarifa pia. Hiyo kitu sitaki irudie. Nawe karibu, yani karibu sana. Asante. Sitaki jitokeze hatua yoyote kwako wewe. Sawa, nimekuelewa. Sawa. Mwalimu, niulize swali. Sawa, uliza. Nataka kumuuliza swali. Natokea wapi dada? Mimi naishi hapa mtaani. Ni mtaa hapo nyuma kwa Kigongola. Ndio ninapoishi. Karibu sana mgeni. Asante. Nilikuja mjini nikitafuta maisha, nikabeba ndoto moyoni bila hofu, lakini njia nilizopita zilinibadilisha. Nikapoteza amani niliyokuwa nayo. Marafiki walinieleza ni kawaida, pesa ikija shida zote huondoka, lakini kila usiku nilibaki na maumivu, nikijiuliza nani
atanisitiri. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata njia ya mkato, nikajikuta kwenye giza. Nimekuwa kwenye mfumo. Mimi naona muda wangu umeisha, kwa hiyo natakiwa niondoke, maana nawahi kazini. Leo naanza upya tena, nirudi kuwa mimi. Unajua, mti mzuri waga una matunda mengi sana. Sasa kama ushakuwa na matunda mengi sana, kwa hiyo pale kila tunda ina ladha yake. Hauna ladha pekee. Basi sawa, acha mimi niondoke, maana wewe ukianzaga umalizi. Kila hela niliyoshika mikononi ilibeba maumivu moyoni. Nikajifunza kuwa maisha hayajengwi kwa njia za mkato. Hivi una uhakika hii hali itaisha kupitia njia ya vikoba? Ndiyo, inaisha. Vikoba ni njia tu, ila kuna wengine wanatumia njia nyingine ili kupata marejesho haraka haraka. Njia ya haraka? Ni njia gani? Nirudi kuwa mimi. Twende. Njia ya mkato si mwisho wa safari. Neema rafiki yangu. Abe. Hivi unaweza ukaniambia ni njia gani ambayo mnatumia mpaka mnapata pesa wenzangu ya kupeleka marejesho vikoba na ya kuendesha mambo yenu? Maana mimi sielewi. Mfumo upo, ila sio kila ushauri unaopewa ufuate. Ni mfumo gani huo? Unaweza ukaniambia? Usijali, utaelewa tu. Sawa. Nilikuja mjini nikitafuta maisha, nikabeba ndoto moyoni bila hofu. Rafiki yangu, mbona huyo mtu mwenyewe aje mpaka sasa hivi? Tulia na wewe, anafika muda sio mrefu. Ili kwanza nimcheki tena, maana yeye ana mambo mengi. Sidhani kama atakumbuka kuja haraka. Marafiki walinieleza ni kawaida. Halo. Sisi tunapokusubiri ni hapa kwenye njia ya kwenda kwa Neema. Ndio tumekaa hapa njia panda hapa, kuna njia panda hapa kama unaenda kwa Neema. Ndio tunakusubiri bana, hawai basi usituweke sana na wewe. Una maana una mambo mengi. Hebu la kwetu basi liweke kwanza mbele hivi. Sasa tunakusubiri. Anasemaje? Anakuja yuko hapo nyuma, hata yuko mbali na hapa tulipo. Hapo sawa. Maana sio anatuchelewesha tu, muda wote tumekaa hapa tunamsubiri mtu mmoja tu. Lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu, kwenye mfumo nimebeba majeraha. Leo naanza upya tena, nirudi kuwa mimi. Vibia. Safi. Uhakika. Mtu mwenyewe ndio huyu. La saizi. Salama. Sema mimi sikupingi waga una kazi zako wewe. Kazi zako unazielewa. Sema hii kazi. Uhakika 100%. Basi fresh kwa sababu mimi nakuamini wewe. Hizo. Hata usiwaze. Lakini ushampatia maelekezo, kila kitu kiko sawa.
nilibeba maumivu moyoni. Maelekezo? Maelekezo gani haya? Sema nini? Wewe utakuja naye mtaani kwa sababu hapa ndio kuna harakati zangu kama unavyoelewa. Nimeshachoka kinoma mwanangu. Haya poa. Ina baraka. Usijali bana, kazi kazi. Kila kazi ni kazi tu. Hapa ni kazi tu, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo huyu ndo bosi mwenyewe. Huyo ndo bosi mwenyewe, ndo kila kitu. Yaani ukiwa na huyu mambo yamenyuka hivi. Wewe kulipa vikoba tu. Unabaliza. Mpaka kijumba nakupenda. Ndio maana nakupenda shoga yangu. Wewe usiwaze hapo ushafika. Shoga yangu mambo. Mzima. Nakuona umetulia kwako. Kawaida tu. Sisi leo tumeleta ujumbe. Utufikishie huko kwa mwalimu. Mwambie leo hatuwezi kufika, hela yake tutamtumia kwenye simu. Sawa. Na Soso. Kuhusu Soso sisi hatujui. Maana unajua tena Soso mpaka mawasiliane. Kwa hiyo mwalimu mwenyewe namba zote anazo. Kwa hiyo atawasiliana naye. Sawa, tutamfikishia ujumbe. Sasa ngoja tukuache. Karibuni. Haya, asante. Nikabeba ndoto moyoni bila hofu, lakini njia nilizopita. Mambo poa, mzima. Mzima shoga yangu. Mwanao kwa wapi? Sijamuona. Kwa hivyo kaenda za kucheza. Nenda kucheza yule. Shoga yangu mimi na harusi. Harusi gani tena? Wifi yangu mwenyewe anaolewa. Pili kama nampata. Yupi kwanza? Na wewe. Unakuja ni siku zile hapa kwako? Okay, nishamtambua. Anaolewa shoga yangu mwezi wa 7. Kweli? Kuna kitambaa na kijola. Kwa hiyo kazi kwako. Hapo. Wewe niletee sare zote mbili. Tunajua nataka yani kwa shule yani zote mbili nataka. Mita ngapi tuletee? Mimi 3 dada. Unajua? Mama shughuli mimi. Hata kesho yani hata ungekuwa na leo ungeleta. Basi maana hapa hivi kwa nani kwa mama hapo. Kwa nitoka hapa na kushukuru. Hata mshauri nakuletea. Usije shule yangu hapa ndo vimefika dada huko. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Karibu. Asante za hapa. Salamu. Si tupo na jumba letu la dhahabu kama hivi unavyoliona, tupo kimya tumekaa tu. Tupoza kapolio. Vipi hawa bibi? Mimi hata sijui yani wako wapi. Na sipata taarifa zao. Mimi nimepita kwangu. Wakaniambia wanatoka hela watakutumia pesa. Basi kusuluhisha mimi mpaka dakika hii sijaona katika simu yangu. Sio la huyo hawa, sio la huyo nei. Sijaona. Mimi mwenyewe nimekutumia muamala. Ngoja kwanza tuangalie. Uenda ile kikao. Nimeiona. Umetuma 15,000. Okay, hamna shida ndo vikoba. Basi sawa, hamna shida. Mimi nilikuwa napita tu. Bado nimepigiwa simu hapa. Kuna mdogo wangu anaumwa. Ndio naenda huko. Majanga haya sasa hivi. Pole sana. Jamani. Pole. Si tupo ndugu yangu. Tutampa pole. Ndio shuga yangu hapo kunyalika ndugu yake pili. Anaolewa. Harusi mwezi wa 7. Ndo kanikuta tena hapa ndo anakuja kuniambia na habari za sare tena ndo hivi. Ndio maana wewe umetokea bora na wewe ulipotokea ila kwambie. Shughuli. Manzesi. Kuna kitambaa na kijola. Kwa hiyo nikuletee kipya. Nataka kitambaa. Mitanga 3. Kumaliza nangu nikute. Kwa hiyo hapa. Lini nije? Kesho jioni. Jioni tena. Ndio. Jira utaki. Na wenzako wataki. Nao tena sijui. Basi ndio utawaambia. Sawa nitawaambia. Tamba bila ushone nguo ambayo inaeleweka. Maa ukumbini, sio mtaani. Tubolele Funga mtaa yani. Mimi siwezi. Siwezi hayo mambo jamani. Kona mashinayo. Kawaida tu. Gauni. Ngoja mimi niondoke. Haya wapi na bwana chako na kumwai. Vipi shoga yangu? Mama amini huyu. Kwani simamini shoga yangu?
namwamini kama unavyoona, kanitumia mama yake vikoba hapo tupolele lele. Habari zenu mkubwa? Salama. Natoka wiki ya jana. Mama tumekutana tena. Sawa, mama mpolele. Japo naona mmepungua watu wawili. Jamona hawa na huyo Soso. Vipi? Wewe waweza kuniambia kwamba Soso yule ambaye alikuwa ni mgeni yuko wapi? Mimi sijui chochote. Maana hata taarifa zake sijazipata. Hajakupigia hata simu. Hata simu sijaipata. Mimi sijui chochote kwa sababu yule anajuana na shoga yangu. Hata basi hata hela hajatuma kwa maana. Hawa ndo wametuma rejesho lake ninalo, lakini kuhusu Soso sijui chochote. Na hajakwambia kuhusu Soso? Sijaongea naye kuhusu shoga yake. Itabidi tupate data zake. Kwa sababu yule ni mgeni na tulihakikishiana kabisa kwamba hata tuangusha. Nini sasa kimetokea? Hilo limeisha. Mimi nitaongea na Hawa, ongea na shoga yake. Basi sawa. Haina shida, tuendelee na mengine. Au kuhusu Hawa tumaliza, itabidi ongee naye. Vipi hela ziko? Umekuja nayo leo kama uhakika? Nayo leo mkoa. Maana wiki jana ulizingua. Leo nayo. Leo nayo. Basi sawa. Vipi ni? Na rejesho la Hawa na la kwangu. Kwa hiyo leo niko full. Uko full na wewe. Sawa, nadhani leo hamtonyangusha. Ila naona wiki ya jana hakuwepo Jasmine. Ila taarifa zake nilizipata kwamba alipata na shida. Jasmine, karibu. Wiki ya jana nilipata taarifa yako kwamba ulikuwa umetoka mara moja, nipata dharura. Kweli kabisa. Naona wiki hii tumekutana. Shosti, nakuona umepoa. Kawaida. Hujazingua hata kidogo. Toka wiki ya jana. Nafuatilia. Una uhakika na watu wako? Wale watu wote wako chini yangu. Kwa wale watu wanafanya kazi. Vipi na yule mpya naye inakuwaje? Yule mpya kwa sababu ni mgeni tunabidi tumpe muda, lakini kazi anafanya. Sitaki drama. Nipo serious na hili jambo. Drama labda ulete. Hapa hatufanye drama. Hapa tunafanya kazi. Weka kazi, tufanye kazi. Sio unanielewa. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata njia ya mkato, nikajikuta kwenye giza. Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo nimebeba majeraha, leo naanza upya tena, nirudi kuwa mimi. Toa pesa kwanza, kazi iendelee. Hela nini kati bosi wako nishamtumia hela nyingine ya kazi gani sasa? Mimi nataka hizo 30,000 ndo yani ndo kawaida yangu. Ile umempa ule, hii hapa kwangu hizo 30,000. Una navaa nguo naondoka. Lakini mimi sina hela mkononi, hela ipo kwenye simu. Tuma hela, unatuma 35,000. So kesi. Wengine waliniona nacheka, lakini hawakujua machozi yangu. Kila hela niliyoshika mikononi. Haya, weka namba asili. Tayari. Nihakikishe. Hapo sawa. Sasa tukaendelea sasa. Hapa kazi inaendelea. Niliyoshika mikononi ilibeba maumivu moyoni. Nikajifunza kuwa maisha hayajengwi kwa njia za mkato. Kila hatua ya halali ina baraka kuliko haraka. Nimekuwa kwenye mfumo. Soso, mambo. Leo njoo mapema. Kuna mtu ataka kukuona. Usichelewe. Kwenye mfumo nimebeba majeraha.
upya tena, nirudi kuwa mimi. Chilemba, mimi najua simu zako waga zina unyama mwingi. Nielekeze. Kama unavyonielewa ndugu yangu. Mambo yangu mimi yalionyooka. Kama jinsi ulivyonyooka wewe tajiri yako. Yaani safari na new plan. Acha basi. Vitu vyangu. Mtoto laini. Eh? Mtoto anafiga kwanza kimona. Rangi kapa. Yaani mambo yako unaopendaga yani ni kujiramba kwa Manchester tu. Unamaliza. Bwana. Mimi naamini. Yaani wewe mambo yangu mazuri mi waya. Akija hapo unaondoka. Na ule mtoto yani usimhofie. Wewe jimalize. Lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo nimebeba majeraha. Leo anakusalimia wewe. Wewe. Soko. Vitu vyangu leli. Sasa tajiri ndio huyo. Hana bambamba. Kanyoka nawe nenda kanyoke. Anaonekana. Mapema tu. Njia ya mkato si mwisho wa safari. Bado kuna nafasi ya kubadilika. Unaona sasa? Nilikuambia hii njia inalipa. Ni kweli rafiki yangu, lakini lazima uwe na moyo mgumu. Moyo mgumu utakuja tu. Pesa ikishaanza kukuzoea. Hapa mjini bana, lazima ujiongeze. Marafiki walinieleza ni kawaida. Pesa ikija shida zote huondoka. Lakini kila usiku nilibaki na maumivu. Nikijiuliza nani atanisitiri. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata njia ya... Mbona mimi nimekuja muda mrefu hapa la then hamna kinachofanyika. Shida iko wapi? Hakuna shida. Wewe weka tu 30 hapo kazi iendelee. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata njia ya mkato, nikajikuta kwenye giza. 30,000? Asa kama kula ofisini nimelipa 1,500,000. Inakuaje tena je nikupe 30,000? Ile ni hela ya ofisi, ile hainihusu. Mnakiuka utaratibu wa Chilemba alioweka. Sio kama nakiuka sheria aliyoiweka. Hapana. Huu ndio utaratibu wangu. Unanipa 30,000 kazi inaendelea. Kama sio hivyo mpigie Chilemba aje ashughulike hapa. Siku nilibaki na maumivu. Nikijiuliza nani atanisitiri. Chilemba. Niliona mwanga kwa mbali. Toka hapa, toka. Kumbe ulikuwa moto. Jana mwanangu kwa bwana Chilemba pale. Katika kwenda pale mwanangu nikamwokoa mtoto fulani hivi mwanangu mweusi black mfupi fulani. Mtoto mwanangu mimi naingia pale ndani mwanangu ananiletea mazizo. Mazizo ananiletea mwanangu. Chilemba kama unavyojua tunaufanyaga. Mimi Chilemba nishamtumia hela yake. Naingia pale tena demo ananiambia tena Mungu nikupe 30,000. Mwanangu pale mimi nikataki mwanangu nikachange. Demo mwanangu mimi nikamtimua aondoke. Nimeona kama Chilemba anatutetea mazoea ya kijinga. Hiyo issue imeshanitokea. Umeshansoma? Hiyo issue imeshanitokea. Na hiyo issue imenitokea ujue wapi? Kwanza wewe demo mwenyewe unamzungumzia atakuwa hawa. Huyo. Sasa yule kuku wa kienyeji yule jao. Sababu mimi mwenyewe nilifika pale kaniambia umemlipa Chilemba sio nini na nini kama vipi nilipe na mimi fresh. Sasa mimi kwa sababu tayari ile kwa namna gani niko mwisho kabisa. Sasa unajua nikaona poa hela kitu gani sisi unajua biashara zetu mwanangu. Lakini sasa kwa sababu na yeye imekutokea ili mwanangu Chilemba atapoteza wateja. Alafu sisi ndo wateja ambao daily tunaenda pale kuchukua watoto tunaenda kuenjoy. Mimi mwanangu nitamwambia. Sawa. Nitamwambia akizingua bora kurudishia hela yako sababu wewe ukaingia na mtu afu ile ujanjunja la nini jao. Lakini mimi mwenyewe mwanangu nitaongea naye. Kama nitashindwa kuongea naye, wewe mtafute.
muelekeze. Ikitokea umeshindwa, tukipata wasaa mimi na wewe wote tutaenda kumuelekeza. Tunatumia hela, kwa hiyo lazima hela yetu aiheshimu. Chilemba ananenepeana kitambi nini jao. Kwa hiyo wewe mwanangu, hivyo mimi nilivyokupangilia. Mimi niseme mwanangu, mimi kitu kimoja basi mwanangu, inatakiwa mimi niwahi mwanangu nisebenze. Kwa hiyo mwanangu nipande chopa nipa baridi mwa. Yaani naenda kumpanga kabisa kama vipi, naomba wewe kama vipi biashara sisi na wewe ba. Wewe ukirudi utakanyagia tu, unaelewa? Basi poa mwanangu, wewe kama unaingia ingia. Kabeba ndoto moyoni bila hofu, lakini njia nilizopita zilinibadilisha, nikapoteza amani. Pia mwanangu, nimekuita hapa, kuna kitu hakiko sawa. Nini hicho mwanangu? Hivi unajua dada yako Hawa anajiuza? Unasema? Dada yangu Hawa anajiuza mwanangu, afu yote anasababisha unamjua? Unajua yule dalali wa nyumba viwanja yule una bigi hivi. Huyu dalali wa nyumba hapa tuko naye mtaani hapa. Anavaga kofia chake fulani anachana chana. Yule ndo kila kitu anajifanya top in town. Anachukua demu unaenda unapiga, unampa jamaa hela unaondoka. Oya mwanangu, oya ili swala mwanangu mimi nimekuja kulimind. Unajua yule mimi dada yangu. Najua ndio maana mimi nilivyoona hivyo nikaona ili silifumbii macho. Sasa mbona analeta michongo kama hiyo mwanangu? Ndio hivyo unajua town watu wanatafuta riziki wapo. Mtu aangalie anamuumiza nani. Oya wewe sasa sikia mwanangu. Mimi naenda kumtimbia pale maskani nini alafu naenda kukiharibu sasa. Afu hilo la kumtimbia sio wewe tu, washikaji wengi sana wamesema hivyo kwa sababu wanaona anazingua. Ila cha kukushauri kuwa mpole kwa sababu mtu anayefanya vitu hivyo inawezekana sio yeye tu peke yake. Kuna watu nyuma yake. Kwa hiyo kuwa makini kama unataka ufanye kitu, kuwa makini. Mimi natimba mwanangu, mimi sielewi natimba. Najua lazima upate hasira dada yako mzee. Hata kama ingekuwa nani dada yake anafanya huo upumbavu inauma. Familia moja. Mtu anakuchukuliaje? Kwa ndo hivyo mimi nimeona nikwambie kwa sababu hata tukitembea hivi road mtu anatakayeongelea hivi baya ni kama mimi. Basi fresh mwana. Haina shida. Haina noma. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata. Kija leo umeniita hapa afu nimekaa muda mrefu na kusikia umeongea nimekaa kimya. Iko hivi. Chilemba wewe ni mshikaji wetu, tunafanya kazi siku zote na tunaelewana. Lakini kuna utaratibu hapa ambao umefanyika kwa ndugu yangu Bwana Shaki, mimi sijaupenda. Uso bana. Bwana Shaki kaingia ghetto pale kama kawaida. Kashalipia kila kitu kwako na huo ndio utaratibu wa siku zote. Lakini cha kushangaza mule ndani mchumba kaomba tena hela. Hiyo issue hata mimi ilishanitokea. Kwa hiyo binti. Lakini kwa sababu mimi tena ndo mzee wa mipira juu, nikaona poa tu. Nikalipia hiyo 30, nikaruka kama kawaida fresh. Lakini sasa kwa ndugu yangu utaratibu umeonekana tofauti. Kwa mimi nimekuja hapa leo na sababu mbili au moja. Sababu ya kwanza nataka nijue ndugu yangu pesa anapata vipi au analipwa vipi. Mimi kile nani nimekusikia nilikuelewa. Sawa. Labda tuende kwa kitu kimoja. Kwa sababu mimi nilikuwa sijajua nini kinachoendelea kwa sababu wewe umekuwa kama mtu wa pili. Maana nikisema kwamba sijasikia hizo kelele nitakuwa muongo. Sababu hii biashara. Afu na mimi kama unavyojua mimi ndo mizigo yangu. Na maana nyie mkileta mizigo kwangu ina maana tunaishi. Na inakuwa fresh. Au sio bana? Sasa tuweze kwenda sawa, mimi nitakishughulikia. Mimi naachimishi ndo kama ndani. Basi unaelewa kama hapo hivi ukija kila kitu fresh. Mimi nitasimamia jambo litakaa sawa. Afu hawa mimi nitamtafuta kwa mdangu mimi nitaongea naye. Ila kuhusu haya lake sio tabu. Yenda kachokifanya kitu kimoja. Kwa sababu kama unavyojua mwanangu kinachokwambia akirudi. Mimi akirudi mimi nitabadilishia mazingira. Yaani tufanye hivyo kwa sababu sala sema hela ishatumika mwanangu. Uongo zangu. Kwa hiyo atakapokuja mimi nitabadilishia mazingira fresh. Mimi nilikuwa nashangaa mwanangu mambo ya watu nyomi hakuna, inakuwa jao. Unajua? Basi wewe usijali mwanangu. Basi poa mimi naingia zangu hivi. Haina noma mwanangu. Ngoja nikapige. Mimi naelewa Manchester. Kwenye mfumo nikitafuta maisha lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Nimekuita hapa nichozungumza. Hivi hizi taarifa ambazo nimezisikia hizi ni kweli au wanakuongopea? Kazi yangu ni ya kuandaa, si mnajua kwa kufanya kazi kuandaa. Ina maana kwamba hizi kazi za kiwandani wewe ndio zinakufanya mpaka uwe unarudi usiku.
hapa nyumbani siku nyingine unakuja saa 5 saa 7. Tena siku nyingine mpaka asubuhi saa 11 unatugongea milango tukufungulia. Kitu kingine kaka, mimi nishakuwa mkubwa. Sasa hivi mimi sio mtu wa kupangiwa sijui nifanye kazi fulani, sijui nifanye kazi fulani. Nishakuwa mkubwa. Sinafanya tu kazi mradi nipate pesa nimsaidie mama. Huyo mama unayosema wewe hata hana shida na hizo pesa zako za kujiuza. Wewe ungenifuata hata mimi basi. Nashindaje kupata mtaji mdogo wangu? Ukafanya biashara zako. Kwa nini ukajizalilishe huko? Afu na huyu sijui dalali wenu anaitwa Chilemba. Kazi zake kupangisha na kuuza majumba, viwanja, sasa ameamua mpaka kukuuzeni nyinyi. Bana, alafu tusipatiane kwenye maisha. Mimi ndio nishachagua hiyo kazi na siiachi. Wewe jibu hivyo kwenye huyu. Wewe sasa mmekuwa ndio mmeanza sasa kutuvunjia heshima hapa nyumbani. Familia mzima sasa hivi tunazalilika tu. Wow, sana. Ya. Unajua mimi shinda kukuelewa. Wewe unachukulia kama hizi kazi labda rahisi hivyo unafikiri. Au unaonaje? Kwa sababu kama mteja anakuja, alafu wewe tena unaanza kuzungua. Uko na maana gani? Sasa unakatoa na kile. Kwa msini ya ofisi, kwa msini yako, kwa msini yangu. Hata mimi pale ndio nafanya kazi. Nilitaka nikienda pale nipate chochote kitu. Wewe una matatizo. Chochote kitu shilingi 50 sio chochote kitu. Shilingi 50 ndio ile kulipia kile chumba pale. Ndio sababu mimi kutafuta kile chumba na kuweka pale. Shilingi 50 ndio hiyo nyingine sana baki mimi kulinda brand ndio huu Chilembo na uona mimi. Wewe ungekuwa wewe kama wewe tu peke yako umekaa kwa mavikindu huko kijijini wewe ungekuona nani? Ndio nyewe kuna muda nyewe mnaboa sana. Yaani mpaka mnakuwa mnakea. Mimi natumia nguvu kubwa kuwaleta hao wateja. Au unaona kama wanakuja tu. Hiyo michezo mimi sijaipenda. Yaani umenikwaza kabisa. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata njia ya mkato, nikajikuta kwenye giza. Nimekuwa kwenye mfumo, nikitafuta. Sasa. Usema kweli, nimeelewa sana show zako. Yanaonekana ni mtu ambaye kweli umefungwa nyumbani kwenu. Sina budi ya kusema asante kwa vile vitu ulionipa, na naweza nikasema labda wenzangu wanafaidi sana kwako. Nimekupenda sana. Ningetamani leo au kesho uwe mke wangu nikuweke ndani. Jifunza kuwa maisha hayajengwi kwa njia za mkato. Kila hatua ya halali ina baraka kuliko haraka. Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta maisha. Wewe umevutiwaje na mwanamke ambaye anafanya kazi ya kujiuza? Wewe ni mwanamke ambao unastahili kuwa na mwanaume atakayekupenda akawa na wewe muda wote. Na ningetamani nikuweke ndani wachana na hiyo kazi unayoifanya. Na ningependa iwe hivyo. Sawa. Nitafikiria ombi lako. Ila sitokujibu kwa sasa. Nimebeba majeraha, leo naanza upya tena. Nirudi kuwa mimi. Njia ya mkato si mwisho wa safari, bado kuna nafasi ya kubadilika. Leo naacha yote nyuma. Nitaenda kupewa kule ambako umelipia. Sasa. Hapana. Useme hivyo. Mimi nimetoa kama zawadi tu. Najua
ila nimekupa mimi kutoka moyoni, achana na ile kule. Kila hela niliyoshika mikononi ilibeba maumivu moyoni. Nikajifunza kuwa maisha hayajengwi kwa njia za mkato. Kila hatua ya halali ina baraka kuliko haraka. Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza mali. Mwanangu nikutana na demu fulani hivi, mwanangu amazing, mnyama sio mnyama. Mwanangu mtoto mpya noma sana mwanangu, alafu white. Mtoto kapanda kama mwanangu fulani, sio mfupi mwanangu, wa katikati sio katikati. Mnyama ule mwanangu. Acha basi. Kwanza mtiti unaanza, mtoto anaitwa Soso. Marafiki walinieleza ni kawaida, pesa ikija shida zote huondoka. Soso. Lakini kila usiku nilibaki. Kaka umechelewa. Soso sio mpya. Soso siku ya kwanza anaingia kazini. Sawa. Nikapewa, kashika mkono, nikaondoka naye. Manchester ikafanya kazi kama kawaida. Na kuna ufundi, hiyo sikatai. Yule mtoto fundi. Nimeonyesha kutana na mafundi kibao, lakini yule pale kuna kiungo mmoja Liverpool anaitwa Dominic Szoboszlai. Ndo kama yule, yani ananyumbulika yule mtoto. Au pale Simba Sports kuna kiungo mmoja anaitwa Clatous Chama. Oya, so poa. Mtoto kama yule, yule kweli hatari. Hapo mwenyewe nakupa big up, yule mtoto hatari. Unaona yule mtoto anaitwa Soso? Yaani umepiga, wewe hujapiga. Mimi pale nimeelewa mzigo nataka niweke ndani. Yaani yule jinsi alivyo, hata kama anafanya biashara, lakini mimi nimeamua kuweka ndani. Yaani hivyo vitu alivyokugea ndio vimekusababisha wewe sasa hivi unapagawa, unasema umweke ndani. Shaki ukontao uliokuwa nao, mademu ambao tushapiga, sawa ni demu mkali mzuri na nini, lakini demu mpaka anaingia kuna ile biashara kaka. Ajao. Mbona kama unajichanganya au unatafuta tu ule kwamba washikaji wananyemelea mke wangu? Kwa sababu mimi mwenyewe sio kama nimelizika mechi kuishi hapo. Mimi pale kila nikinini ndo oda yangu na request. Umenielewa? Sasa wewe unapotea. Nikujuze kitu kimoja. Wanawake wengi sana sasa hivi wanafanya kitu sio kwa kupenda, wanafanya kwa sababu ni hali ya uchumi inawabana. Kwa mimi nitakapomweka pale ndani, najua kila kitu utapata. Kwa kuwa umeamua ndugu yangu, mimi acha niseme na bariki. Basi poa ndugu yangu, mimi nilikuwa nafuafua. Fresh mwanangu. Kwa hiyo mwanangu mimi nakupa hiyo mwanangu. Hamna noma. Lakini umepaga vibaya kaka. Wewe ambaye tunaenda bichi kidimbu ile namna gani? Jinsi gani? Siku nilibaki na maumivu, nikijiuliza nani atanisitiri. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa. Mimi naomba uniambie ukweli rafiki yangu. Una uhakika hii njia ni salama? Salama? Hakuna pesa inayopatikana kiurahisi ikawa salama. Ile inasaidia. Na haujawahi kujutia. Nikabeba ndoto moyoni bila hofu, lakini njia nilizopita zilinibadilisha. Kiwaza sana. Nikapoteza amani niliyokuwa nayo. Marafiki walinieleza ni kawaida, pesa ikija shida zote huondoka. Lakini kila usiku nilibaki na maumivu. Vipi, mbona kama umekuja kinyonge afu makasiriko kibao? Shida nini? Sija kimakasiriko. Ila yote umesababisha watu wako. Watu wangu kivipi? Na sijakuelewa. Mara mwisho nakumbuka nilikuuliza kwamba watu wako hawana mzingua kwenye kazi yao. Wanaambia wako fresh.
Lakini mbona sasa jana kuna yule demo anaitwa Soso kanizingua kwenye kazi yake. Ulivyonielekeza nimekurushia vitu vyako. Kanaambia ukutane sehemu fulani. Mimi ndio sehemu demo kaja kazingua. Kanaambia umri wangu na nilivyo havifanani hata kidogo yani. Hatuwezi kudate. Ndio nileta hapa mimi kuja kuchukua mzigo wangu mzee. Labda usio kama nikurudishie hela. Ndio, of course. Mimi hapa sifanyi kazi ya kutoa hela. Ila kazi ninayofanya mimi hapa ni kuingiza hela. Sio unanielewa. Sasa mimi kwa sababu ushakuja na malalamiko afu ushaongea sana, afu na mimi sipendi mtu anayeongea sana. Mtu anakuja na makasiriko mimi sitataka. Fanya kitu kimoja, sawa? Mimi nakubadilishia saa hizi mali. Nachokifanya nakuletea mali nyingine. Wala kweli ile ulotoa. Sio unanielewa. Mimi mali zangu zikisharudi katika wakati zao, mimi nitakupigia simu. Afu nitakuelekeza wapi utokee ili mambo yafanyaje yawe sawa. Sio mnaelewa? Sawa. Asizingue kama alivyozingua yule. Shida wewe mwenyewe unaleta mizinguo. Yaani unajua dakika mwisho mwanaume jiongeze. Afu mwanaume unajua mimi naamini kwamba wewe je umeongeza kufanya chochote. Ushaelewa? Afu mtu hakika anapofika sehemu kwanza wewe mwenyewe kwanza wanaume kwanza ujikubali. Afu uelewe nini unachofanya. Shida ni kwamba hata kama umenunua mali lakini sikatai. Lakini sasa wewe unakuja ile namna gani? Mapenzi sio babe. Kuwa romantic basi hata mtoto mzuri anapokuona kwa kweli niko na beach boy. Sasa wewe unakuja mikazo na nini uongo. Hamna mtoto mzuri anapenda hizo vitu basi. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata njia ya mkato, nikajikuta kwenye giza. Nimekuwa kwenye mfumo, nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo, nimebeba majeraha. Leo naanza upya tena, nirudi kuwa mimi. Wengine waliniona nacheka. Mambo. Mzima. Kama unavyoniona. Wapi tena? Nenda hapo kutafuta ulaji, si unajua? Wewe tena kwa kudambua. Wewe acha. Haya mimi nilikuwa na zurura tu hapa. Ehe, nimekumbuka. Hivi sasa mbona simuoni siku hizi? Bado ana roho nyepesi. Roho nyepesi? Hii kazi haihitaji roho nyepesi. Ndio maana wengi wanaishia katikati. Haya. Nimekuwa kwenye mfumo, nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo, nimebeba majeraha. Leo naanza upya tena, nirudi kuwa mimi. Soso. Vipi? Mbona mtu mwenye mawazo? Una tatizo? Wewe acha tu. Nimechoka sana. Umechoka na nini? Mimi nimeamua tu kuachana na hii issue kabisa. Uko tayari kupoteza kila kitu ulichokipata? Ikibidi itakuwa hivyo. Maana siwezi kujiingiza kwenye matatizo huko najiona. Nikijiuliza nani atanisitiri, niliona mwanga. Sawa. Maana sijui hata nikushauri nini.
Yoyote tu rafiki yangu, ila hayo ni maamuzi yangu. Sawa, kama unachagua hivyo. Kumbe ulikuwa moto, nilifuata njia ya mkato, nikajikuta kwenye giza. Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo nimebeba majeraha. Kwanza bwana nimekuona. Yaani kwa sababu unajua kuna vitu ambavyo vinatokea, mimi sivielewi. Vitu gani? Kiukweli Soso anazingua sana. Anazingua tena? Anazingua sana. Anajua kwa sababu anakuambia anazingua. Mimi leo nimeweka status na yeye mwenyewe nimempandisha status, sawa? Katokea pale bosi kamuelewa. Katia mziki weka kama 100,000 hivi. Mimi nikamwambia fresh, mtoto anafanyaje? Anakuja. Jamaa akashatoka kaenda kachukua zake roji nini fresh yani. Sawa. Sasa mimi nampigia simu Soso. Kapokea. Vipi fresh, nikampangilia kabisa jinsi mazingira jinsi yalivyo. Akanambia sawa, nikamtumia location. Naweza kumtumia location nikamwambia si fanya kwa nini? Okoa muda, na nikamrequestia baridi mpaka saizi. Soso simu apokei na hafiki eneo la tukio. Subiri kwanza nikamcheki, maana hapa nimetoka kwenye mizunguko yangu. Subiri napitia hapo kwake, nikamwangalie kama hapo labda anaweza kawa amepata na tatizo la ghafla, ameumwa, ameibiwa simu. Unajua hapa mtaani vibaka wengi. Kwa hiyo subiri kwanza nipitie kwake nimcheke, alafu nitakujulisha. Sawa, lakini kuna kitu kimoja ndio ukijue. Unajua hizi hela ambazo tunatafuta dakika mwisho zinisaidie peke yangu. Sawa? Tunasaidia watu wote. Na kama tunasaidia watu wote ndio kama matatizo kama yakitokea, nyie mnakuja pale mnachukua hela, mnaweka vitu vyenu sawa. Ushanielewa? Kwa hiyo inapotokea dili kama hili, mwambie kabisa awe makini na azingatie taarifa, mtu atoe mapema. Subiri nikamcheke alafu nitakujulisha. Basi poa, wewe fanya hivyo. Haya poa. Maisha hayajengwi kwa njia za mkato. Kila hatua ya halali ina baraka kuliko haraka. Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Watu wanaona pesa, wanadhani ndo maisha. Hawajui nyuma yake kuna maumivu, kuna kujipoteza. Kila mtu anaingia akiamini atatoka kirahisi, lakini hakuna anayetoka bila kuumia. Na wengine hawawezi kutoka kabisa. Labda yeye ataweza. Au labda atakuwa kama sisi. Kila mtu ana siku ya kuamka. Swali ni utakuwa umechelewa kiasi gani? Nimebeba majeraha, leo naanza upya tena. Nirudi kuwa Sikia ndio kuacha. Labda ameona ukweli. Ukweli upi? Labda ameona sio maisha, ni mtego. Hawezi kutoka mtu. Kisha ingia hapo, huwezi kutoka kama. Kila hela niliyoshika mikononi ilibeba maumivu moyoni. Nikajifunza kuwa maisha hayajengwi kwa njia za mkato. Kila hatua ya halali ina baraka kuliko haraka. Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo nimebeba majeraha, leo naanza upya tena. Nirudi kuwa mimi. Hawa rafiki yangu. Kwa nini na usitoke kwenye hii biashara? Wacha ni ngumu. Ngumu sana. Kuna ugumu gani Hawa? Aliyakuwa wewe ndio ulianza. Mimi nimeingia juzi tu na nimeweza kuacha. Kwa nini wewe ushindwe? Mwaka mimi nishazoea kushika pesa. Wewe bado ulikuwa hujazoea kushika pesa. Sawa, mimi nishazoea kula bata.
vitu vizuri, kuvaa vizuri, kupendeza. Mimi siwezi kurudi kwenye maisha magumu kama hayo. Hapana. Nishazoea yani pesa muda wote. Nishazoea. Sio kweli rafiki yangu. Hakunaga mwanzo usiokuwa na mwisho. Mimi mbona nimeweza na nimeacha kabisa. Nipo huru sasa hivi, nafanya tu maisha yangu kawaida. Hata wewe utaweza. Sawa, ila naomba ulifikirie sana kwa makini. Siku nilibaki na maumivu, nikijiuliza nani atanisitiri. Niliona kwa taarifa ambazo mimi nimezisikia, sina uhakika nazo zaidi, labda nyinyi mnaweza mimi mkanijibu kiufasaha zaidi nikaelewa na mimi. Na sio kuna mtu anataka kutoka. Yaani sio mtu anataka kutoka. Huyo mtu unamtaja hapo. Nikabeba ndoto moyoni bila hofu. Naona kila ishara kabisa. Unafanya mambo. Sababu kama kichukua na nimepata kabisa kuanzisha biashara. Kwa nini tena niendelee kutumika hali ya kuwa mimi kubeba kuuza matunda barabarani na wewe? Hivi sasa hivyo umeshakaa ukafikiria labda ukajitathmini wakati ulivyokuja before na sasa na mbali ya kujiangalia huko ulivyokuja kipindi hicho na sasa hivi, maana mabadiliko wenyewe unayaona. Ndio maana umepata nguvu ya kusema kwamba unataka kutoka si nini mambo kibao. Lakini hapo ulipo usirizike napo kwamba ndio inatosha. Sasa huu ndio msimu. Yaani sio wewe tunakwambia, naambia na mwenzako. Sio huu ndio msimu ambao kama unaenda kupiga hela. Kwa sababu tayari ile milija ambayo mimi nilikuwa nimeitega imeshafunguka. Na iko hivi. Hapa sasa hivi nimeshapokea deal nzuri sana. Umeona? Sasa nashangaa nyinyi mnakuja na proposal kwamba unataka kutoka sasa hivi. Hiyo haisaidii. Sio yeye tu anayetaka kutoka. Hata sisi tunatoka. Mimi na hawa tunatoka, tumechoka. Hizo kazi zako zinachosha sana Daraja. Mpaka na wewe unataka kutoka. Hivi nyie mmeshajua kwamba mkitoka hapa mnaenda kuishije huko mtaani? Hapo sasa hivi nakurudia tena kuambieni. Sasa hivi ndio ule msimu wa kwenda kupiga hela kama nyie mlikuwa mjui. Hapa tu sasa hivi kama dakika 5 tatu zimepita hapa nimepokea simu ya faza mmoja hivi. Anatoka kwa mkoani. Kaona mizigo mimi nimepost status, kaelewa. Ka point hapa mzigo mmoja katiero anatoa 300,000. Hiyo 300,000 toka umeanza kufanya kazi ushapata hiyo 300,000. Toka wewe nimekupokea kwenye kambi yangu, kwenye maelekezo yangu unafanya hivi unafanya hivi ushapata hiyo 300,000. Hebu acheni kuwa ngumu kufikiria. Kwani na fikra za mbele. Haya maisha tunaenda kwenda kubadilisha sasa hivi tunatoka. Sawa? Kuishi hivi umevyoishi. Mimi navaa nguo za Karume. Kuna wakati uende pale mnasiti uchukue nguo kali upendeze. Sasa yaani mnashangaa nyinyi mnalizika tu. Dili ndo kama hii hapa 300,000, unachukua 150,000, unakuja na 150,000 hapa. Laki ya kwangu, shilingi 50,000 na baki kulinda ofisi. Unafeli kwenye nini? Yaani shida yako kweli mimi nini? Basi kwa basi inakuja. Mama mimi nashangaaga. Kumbe unapiga jukwani. Nashangaaga ukitoka na mtu kule anaenda kufanya hela ndogo. Nashindwa kuelewa. Kumbe mwenzetu unachukua kikubwa hivi, yani unapata kile basi kwa basi. Kazi. Alafu pesa tukagawana basi kwa basi. Kama nimefanya huu malaya, nashukuru Mungu niko salama mpaka sasa hivi. Basi naomba tuachane nao kwa salama. Sije kutafuta makubwa zaidi. Hao baba unawasema wewe hao. Ndio wao tumetumika nao kupata malazi. Kwa ni heri sige kwanza. Soso, kuna kitu kwanza ndiko ukifikirie na pia ukitambue. Yaani ukifikiria, kitambue na ukijue. Sawa? Yule pasa unaondoka naye wewe. Unaenda naye wewe. Ukifika kule, unaenda unajinyumbulika. Faida kubwa unapata wewe, sio mimi.
kwa sababu kule ukifika ukinyumbulika ukijiachia misamba juu kushoto kulia, yule anaona hapa kweli hapa siko Kiuba, hapa nipo Tanga kunani raha India, mwachie mwenzako uwanja fly. Ilikuwa 3,000 mara 350 200. Mimi kwangu umeleta ile baki juu cha kwako. Shida iko wapi baba? Shida iko hivi. Mteja wako anapokuuliza bei, labda hii piece naitaka kwa shilingi ngapi, unamtajia bei yako direct moja kwa moja. Kufika pale tena kuanza kumwambia akuongezee hicho kitu, inakuwa ni mtihani, ni wachache sana waelewa anaweza kuongezea kwa senti sana. Lakini ukishamtajia bei yako hiyo ya online, yani anapokuja anakuja na bei yake ile. Haongezi wala afanye. Kwa tunapata yani kushawishi mpaka hadi aelewe. Nyie ndio maana kumbe mnachelewa. Mimi nilikuwa najiuliza nyie mnafeli kuna nini? Madili kama haya yanapokuja kwa wenzenu, sawa, watu wanachangamkia. Wewe malaya una gari, malaya una nyumba. Sasa huu ndio msimu wako wewe kumiliki vitu vizuri, kumiliki magari mazuri, nyumba nzuri. Sasa hivi umeshaanza kubandika na kope. Ulikuja hapa bei ya kope hujui. Leo umebandika kope, umeenda umeseti nywele hizo umependeza, watu wanakuona mashallah mtoto mzuri. Kazi ndio hii. Mwanamke mtaji ulionao tumia, duka lako ndio hilo unatembea nalo mama. Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo nimebeba majeraha, leo naanza upya tena, nirudi kuwa mimi. Bwana Mwiga, bwana, leo nimeamua niongee na wewe. Kuna kitu kinanichanganya sana. Hivi unajua mimi na wewe tunafanya kazi ngumu. Japokuwa wewe ni fundi, mimi saidia, lakini kazi yetu niyo hiyo tu. Unapata hela nyingi sana. Lakini kinachoniuma, yani kama hauoni mbele. Yani unaweza ukasema mtu kama alofungwa, unachukua hela unaenda kwa nani, kwa Chilemba. Najua nataka uniulize, Chilemba anajulikana kwa anafanya mambo gani? Unaenda kwa Chilemba, unatoa 150,000, unachukua demu unalala naye. Hivi hizo hela si unaweza ukafanyia vitu vikubwa? Unaweza hata ukanunua kiwanja chako ukajenga. Kuliko kwenda unachukua demu unalala naye 150,000. Hivyo unaona unajikosti sana. Wewe ndugu yangu, kama unaona anakosea sawa, lakini mimi nimeamua nikwambie ukweli. Mimi saidi ya fundi, wewe ni fundi. Lakini hela unaonipa mimi ile ambayo ni ndogo, lakini nikikwambia vitu nilivyofanyia hauwezi amini. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, hebu jitambue. Yaani sio kwamba wewe unakwambia ujitambue au ujitambue na kutukana, hapana. Ila nakukumbusha tu fanya vitu ambavyo vina malengo. Kama una shida na yake sawa, si wanaume tumeumbiwa mambo. Lakini tafuta mwanamke kaa naye. Kwa pesa unazopata haushindi kukaa na mwanamke. Tafuta mwanamke, au kama hapa da unaona wanawake hapa wanazingua, unaweza ukaenda hata kwenu huko mkoani. Unachukua mwanamke unakuja naye. Unaishi naye hapa, mwanamke ukimwachia hata 3,000 analizika na unakuta chakula ukirudi. Basi unajikuta unafanya mambo yako mengi kuliko unavitumia pesa hivyo unamfaidisha bwana Chilemba. Nesha mgani? Mimi kupata kwa sababu hicho kitu ambacho kwenye point sana. Hivyo mimi ni fundi, wewe ni kijana. Najua kwamba kuna sehemu huwa nikifanya kazi napata mshiko wa kutosha. Kwa nikipeleka 500,000 yangu kwa bi mkubwa kule akafanya mazinzo mmaskani kule, anzeni nakuwa sio shoti kubwa sana. Nikichua 150,000 nikaenda kumaliza haja zangu kwa wale wanawake. Sasa mimi mwanangu kana mademu siwezi kujua. Ila kwa sababu umenielekeza hivi, anzeni ngoja nifikirie. Nitafanya kama ilivyo nishauri, maana pesa zinaenda nyingi sana. Kila siku laki, mwisho wa siku napoteza mali.
Basi poa ndugu yangu, kama utakuwa unalifanyia kazi hilo nitafurahi sana. Haina mambo. Unajua wewe ni ndugu yangu pia. Kwa hiyo nimeamua leo nikwambie hivyo. Kwa hivyo mwanangu, tasomana basi. Haina mambo. Mimi nakwambia hivyo tu mwanangu. Zingatia. Maisha hiyo mzee wa kazi. Kila hatua ya halali ina baraka kuliko haraka. Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Hapa bana, hapa kuna mkubwa hapa anakuja kutoka Dodoma. Si unanielewa? Kwa katika kukaa kwangu kote nikachikecha, nikajua kabisa hapa mtu kabisa ameweza kufanya kazi ni wewe. Kwa hiyo naomba usije ukaniangusha. Hapana, naanzaje kukuangusha? Na kuamini unajua. Ndio. Sasa bwana kwanza katia 500. Ndio nikuelekeza katia 500 na nikapiga hesabu hapa nikachikecha hapa nani nimpe ile deal. Nikaona usaa kweli nakufahamu. Na kule ukienda ukipiga misamba yako fresh bwana lazima kuongeze hata laki. Acha basi. Mimi ndio nimekwambia, akikutia wewe laki huko, ujue kabisa na huko mimi lazima atie laki. Basi kanyoka, mimi watu wangu watu wamenyoka hivi, acha na wale vitu leo tunakutana navyo tu 2000 vinaga hela. Sasa nielewa. Weka hiyo laki huko na hiyo laki alokuongeza inakuwa laki ngapi? Laki 2. Ile laki 2 yote mimi nakusukumia wewe. Na baki na mia ngapi ile? 500. Kwa sasa ile 500 nachukua shilingi 50,000 nalipia chumba. Unajua hapa tunalipiga miezi 6 pale. Kwa nikishachukua shilingi 50,000 naweka kwenye laki 5 na baki laki 450. Ya laki 450 na mimi naweka mfukoni. Haya mambo ya chumba sana nipia mwenyewe. Sasa kile chumba sio hicho cha kwenda nyinyi kukiicha ambacho mnaenda nyinyi. Hiki chumba ambacho tunakaa kila siku. Unajua kuna muda umeanza kuweka tamaa. Sawa. Wewe unajisahau kutoka kama kile chumba tunapojaga miezi 6 kuna wakati mimi natoa gari zangu hapa mfukoni. Na nyinyi wenyewe mnakujaga na matatizo yenu, mimi natoa dusko zile mfukoni. Kawaida kabisa kwa hesabu zako za haraka. Sele na hoteli pale nyota 5 zile. Shilingi 50,000 utalipia. Pale kuanzia milioni. Haya sawa. Kwa hiyo wewe bana huko unapoenda pale hakikisha kile kitu kinakuwa kiko fresh. Mimi nakuamini. Kama unaona hela ndogo, mimi fresh. Mimi nimpigie mtu mwingine, kuna watu hawapo katika nandi yangu lakini simu yangu moja tumichapu kati ya. Hamna bwana. Unaita utani kwenye hela? Hapana. Wala haiko hivyo, mimi nilikuwa naongea tu. Sasa unaongeaje mambo ya hela hayo? Changamkia fursa bana. Basi sawa, mimi nikuelewa. Ku fresh. Fresh. Basi poa. Haya. Wewe kwa attention tu, simu nikikupigia tu bana chap. Kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo nimebeba majeraha, leo naanza upya tena. Halo. Ndio, naomba unisikilize kwa makini. Kumu ukishaingia uwezi kutoka. Na ndio maana nimekuambia kwamba humo ukishaingia uwezi kutoka kama unavyofikiria. Na hata pia ukijaribu kutoka ujue kabisa kwamba itakukuta makubwa tofauti na haya ambayo unapitia kwa sasa. Ni sawa. Lakini nikwambie kitu kimoja kwamba huwezi kukimbia milele. Mimi najua kuna wakati tutakutana mimi nawe. Jifunza kuwa maisha hayajengwi kwa njia za mkato. Kila hatua ya halali ina baraka kuliko haraka. Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo nimebeba majeraha. Hivi ndugu yako sasa sikizi kwa wapi? Maana simuone kabisa. Naanza upya tena, nirudi kuwa mimi.
Mawazo hayaleti pesa. Atarudi tu. Kila hela niliyoshika mikononi ilibeba maumivu moyoni. Hakikisha anarudi mapema. Nipambana kadri ninavyoweza ili aweze kurudi hapa. Siku nilibaki na maumivu, nikijiuliza nani atanisitiri. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata njia ya mkato, nikajikuta kwenye giza. Nimekuwa kwenye mfumo, nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo nimebeba majeraha, leo naanza upya tena. Hivi ulishawahi kufikiria kuhusu haya maisha? Hizo ni kuacha. Basi umechagua kubaki. Maisha ndio umechaguliwa. Nikabeba ndoto moyoni bila hofu, lakini njia nilizopita zilinibadilisha. Nikapoteza amani niliyokuwa. Wachoki au? Watu wanachoka na wakichoka huacha, lakini sio hapa. Kwa nini? Ni kwa sababu bado anamdai. Wanakudai au wewe unawadai? Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo nimebeba majeraha, leo naanza upya tena, nirudi kuwa mimi. Hivi nyinyi wanawake, ndio kitu kimoja. Yaani nyinyi mko mmekaa mmejishauri, nataka kutoka sio nini? Hivi nyinyi mnatoka kwanza nyinyi mnaenda hapa. Au huyo mtu nyinyi mnafikiria mnataka kutoka kwake, mnajua ni mtu wa design gani? Hivi Dalali Chilemba, kwa nini unapendaga kujinufaisha tu wewe mwenyewe na kutokuangalia madhara kwa watu wengine? Unapenda sana pesa za laana wewe Dalali. Hii kazi tumeifanya sana. Pia kila kitu kina mwisho wake. Sasa hivi tushafika mwisho. Kama tulichokuwa tunakipambania tushakipata. Ya nini tena tuendelee? Hapa tutatoka. Pesa ikija shida zote huondoka, lakini kila usiku nilibaki na maumivu, nikijiuliza nani atanisitiri. Ititaki kujua mtu yana gani. Labda nikusaidie kitu kimoja. Mimi ndo Dalali Chilemba. Yaani mimi ndo dalali wa nyumba, dalali wa gari, dalali wa viwanja, dalali mpaka wa nyinyi wenyewe. Yaani mimi zaidi ya huyo Doto mlimjua nyinyi. Alafu leo tuniambie nataka kutoka. Hivi mnatokaje kwanza kwa mfano? Sasa si ndio tushajipata. Kama pesa tushapata, nini tena tunachotafuta? Acha tukaangalie biashara zingine. Nimebeba majeraha, leo naanza upya tena, nirudi kuwa mimi. Na hatutarudi tena. Kama unaweza, fanya wewe. Wengine waliniona nacheka. Eti kama raha, fanya wewe. Wakati hapo hivyo unakuja, ulikuwa umetulia tuli kama maji kwenye mtungi hivi. Wewe, huyo mwenzako mwenye wei zake kama babaki goma, huyu mwenye mikope kama mjusi, haeleweki. Leo tunataka kutoka. Mimi nataka niambie kitu kimoja. Acheni masiala na hizi kazi. Hii ni riski mnajua. Alafu unafanya masiala. Nataka kutoka. Si tule wapi nyinyi mkitoka?
Mna biashara nyingi za kusema kama tofauti na hii. Yaani wewe umenipeana tu na hicho kitambi chako. Yaani tunatumika sisi, manufaa unapata wewe. Si tunaondoka na turudi tena. Ina baraka kuliko haraka. Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepotea. No back out. Hapa ni kuingia tu. Kutoka huko. Sina naelewa. Yaani hizi hela zenu, yaani hela tunatafuta, tunazipata, tunatamba nazo. Kama yeye mmejipata pata kidogo, hapa bado pakubwa. Jishikilieni hapa hapo. Madili bado yanakuja mengi, hapo kuna watu ni zao. Mtaji wako ndio huo ulionao, mwanamke ana duka lake. Hapo utarudi tu. Yaani kwanza jivenye kwanza baya ili limeshauka. Tunaondoka wimbo huo. Kwa mtu mwingine bana. Mtu hata kusuka tu limeshinda hapo leo tumejipata. Lina wewe tu limekaa baba za kwenda Mwandiga tu Manjelo. Wa habana. Kabeba ndoto moyoni bila hofu, lakini njia nilizopita zilinibadilisha. Nikapoteza amani niliyokuwa nayo. Marafiki walinieleza ni kawaida, pesa ikija shida zote huondoka. Lakini kila usiku nilibaki na maumivu, nikijiuliza nani Mzetu jambo lipo serious, anataka kuolewa. Ndoa tunayo, tunatamba nayo. Anaolewa? Anaolewa na nani? Rafiki yake Mkija huyu Shaki. Mteja wako wa kila siku. Jamani. Na nguvu nie. Sasa kazunguka na wote na kadondoka kwa sosi. Lakini ni sawa. Maana mimi mwenyewe sasa hivi na mpenzi wangu. Mungu awatangulie na huyo bibi wako. Kama unavyoona. Ndio maana mwenzetu kaja kidogo kidogo, alikuwa anakaa akiba kidogo tu. Nashangaa na kuongea mgawa. Tena anaenda kuhesabu. Kumbe mwenzetu kaongezewa taji. Kwa hiyo anaenda kuhesabu tu jioni, anarudi home. Nakwambia ni mambo yake hapo. Watu wanajitazama. Na wewe muombe bibi wako apate chochote kitu na wewe utoke kwenye haya maisha. Ndio hivyo na bibi, lakini bibi wangu hana maisha. Maisha yake ya kawaida. Mimi na akiba 700,000. Tunataka tufungue genge na mume wangu. Vizuri. Hata hivyo sio mbaya. Nakuombea na wewe. Hilo ndio lilikuwa ni. Sasa unajua tena mimi nikiwa naombea silali, sifungui, yani kila kitu kinakuwa yani sielewi mpaka nijishie hapo sasa nikaanza kulala. Haya, mimi mwenyewe nilikuwa naondoka naelekea kwa baby. Tunguzane tu maana nishazoa nikija hapa. Unakaa hapa unataka kunisindikiza unisindikize. Leo angalau wewe tunapokuona kwa bibi. Yani hapo kana. Jifunza kuwa maisha hayajengwi kwa njia za mkato. Kila hatua ya halali ina baraka kuliko haraka. Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo nimebeba majeraha, leo naanza upya tena, nirudi kuwa mimi. Njia ya mkato si mwisho wa safari, bado kuna nafasi ya kubadilika.